Habari ya siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari. Uko nami Pendo Cotton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Watoto wawili wa familia moja wakazi wa mtaa wa Mji wa Zamani, halmashauri ya Mji wa Bariadi mkoani Simiyu wamefariki dunia baada ya kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakichimba. Watoto waliofariki wametajwa kuwa ni Bakari Rajabu mwenye umri wa miaka 8 na Salumu Rajabu mwenye umri wa miaka 6. Katika tukio hilo, mtoto mwingine wa familia hiyo, Rachel Rajabu mwenye umri wa miaka 8 amenusurika baada ya kufukiwa pamoja na wenzake. Jeshi la polisi mkoani Njombe limesema linachunguza tukio la mwanamke mwenye umri wa miaka 38 aliyedaiwa kujaribu kubakwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kike. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo, Mahamud Bangahumo, amewaomba wananchi wenye taarifa sahihi juu ya tukio hilo kutoa ushirikiano ili kukomesha matukio ya kihalifu na kuwatia mbaroni wahalifu wa matukio hayo. Jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe linapenda kutoa ufafanuzi wa picha mjongeo iliyotolewa na baadhi ya blogi juu ya mwanamke mwenye umri wa miaka 38 ambaye alipata tukio la kujaribu kubakwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kike. Aidha, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina juu ya tukio hili na linawaomba wananchi wenye taarifa sahihi juu ya tukio hili kulipa ushirikiano ili kukomesha matukio ya kihalifu na kuwatia mbaroni wahalifu wa matukio ya namna hii. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujihusisha na matukio ya uhalifu, kwani halitosita kuchukua hatua stahiki kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na uhalifu. Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali Mitaa limekataa kuendelea na mahojiano ya halmashauri ya wilaya ya Same baada ya kutoridhishwa na kiwango cha utekelezaji wa maagizo ya kamati pamoja na hoja za mdhibiti wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Ahidi katika wakati ambao utakuwa ni mwafaka na kama ambavyo itakubaliwa na kuelekezwa na Bunge, tutakuwa tunawapa mwelekeo na mambo ambayo tumeyabaini katika mahojiano yetu wakati utapofika. Lakini leo tumeona ni muhimu wakati ambao tutakuwa tunawapa maagizo watu wa halmashauri ya wilaya ya Same, basi na nyinyi waandishi wa habari muweze kuwepo kama ambavyo inahitajika. Sasa kuna agizo na msimamo wa kamati hapa ambao nitausoma kwa niaba ya kamati kuhusiana na mahojiano ambayo tumeyafanya na halmashauri ya wilaya ya Same, na nitalisoma kama lilivyo kwa niaba ya kamati. Kamati ya hesabu za serikali za mitaa kwa maana ya kamati ya LAC imekutana leo tarehe 20 Agosti 2026 kwa ajili ya kupitia na kuchambua taarifa ya hesabu zilizokaguliwa za halmashauri ya wilaya ya Same kwa mwaka wa fedha 2023/24 na mwaka 2024/2025. Wakati wa uchambuzi wa taarifa ya CAG, kamati haijaridhishwa kabisa na utendaji wa halmashauri ya wilaya ya Same ikiongozwa na afisa masuhuli kutokana na uzembe na kukosekana kwa utayari wa kushughulikia hoja za CAG pamoja na maagizo yaliyotolewa na kamati ya LAC. Mathalan, kati ya maagizo 7 yaliyotolewa na kamati katika kikao cha tarehe 27 Oktoba 2024 ni maagizo mawili sawa na 28.57% pekee ndiyo yaliyotekelezwa kikamilifu. Aidha, katika hesabu za mwaka wa fedha 2024/25 CAG alitoa hoja na mapendekezo 18, lakini halmashauri imetekeleza hoja 4 tu ambazo ni sawa na 22%. Vile vile halmashauri imeshindwa kutekeleza kikamilifu hoja zote zilizotolewa na CAG kwa miaka iliyopita ambapo zilitolewa hoja 9, lakini halmashauri imetekeleza hoja 3 pekee. Hali hii ni dharau kubwa kwa Bunge na CAG
ambaye ndiye jicho la bunge letu. Kutokana na hali hii, kamati ya LAC haiwezi kuendelea na mahojiano na halmashauri ya Same, na hivyo inawaagiza wakatekeleze maagizo na hoja zote, na hii iwe ni onyo na fundisho kwa halmashauri zote nchini. Wananchi waliojenga makazi katika eneo la Litingi, mtaa wa Mnazi Mmoja, kata ya Mitengo, manispaa ya Mtwara Mikindani, wameiomba serikali kuangalia kwa huruma na kutafuta suluhu kufuata notisi ya siku 14 iliyowataka kuondoka katika eneo hilo. Jina naitwa Zakina Musa Yusufu Nambambinda kutoka kijiji cha Mnazi Mmoja. Sasa naomba ombi Mama Samia uliko, utusaidie sisi wakazi wa Mitengo Mibuyuni. Tunahuzunika sana kwa swala kama hili. Tutaenda wapi? Tutakimbilia wapi? Tutaenda wapi na watoto? Tutaishi maisha gani sisi? Kwa jina naitwa Mabruk Hamad Lazima, ni mkazi wa Mitengo, kata Mnazi Mmoja. Mimi ninashangaa kwa sababu sisi wakati tuko hapa, ili eneo sisi tunajua ni eneo la wazazi wetu, na sisi tu hapa tumekaa kwa ajili ya wazazi wetu. Hivi na serikali wanatambua, tumepitia vipengele vyote vya serikali na wanajua kusema kwamba hili eneo la nini wananchi. Ina maana sisi wakafikia lengo wakatuambia kwamba bwana, sisi eneo hili ni kweli tunahakikisha hivi na hivi, kwa sababu tunaongea hivi, wametuletea umeme. Kwa majina naitwa Shabani Yusuf Mandembwe, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mnazi Mmoja, kata ya Mitengo. Nipo hapa kama ni mzaliwa, naishi hapa kama ni mzaliwa, nimezaliwa ndani ya mkoa huu, nimezaliwa hapa maeneo ya Mibuyuni. Rudisha tena nyumbani kwangu. Leo hii nyumba hii ambayo mimi nipo hapa nikisema kwamba kama ni mjumbe wa serikali ya mtaa, unanihamisha, unanipeleka wapi? Nikawe mjumbe wa kata gani? Hapa mimi nashangaa hususan na jambo hili. Kuna sehemu wametuandalia, na kama wametuandalia tunatoka vipi katika haya maeneo ikiwa ni sisi ni wenyewe kama maeneo mengine? Watu wanalipwa fidia katika maeneo mengine wakaweza kwenda kupangiwa. Hatukatai kutoka, hii ni serikali, hapana, lakini tuangaliwe kama wanavyoangaliwa wananchi wengine maeneo mengine, mikoa mingine. Watu wanapewa fidia katika maeneo yao, sisi ni waathirika wa eneo hili na sisi ndio wenye maeneo haya. Tutumie utaratibu wa kibinadamu kama anavyoendesha nchi hii Mama Samia, ya utu na kazi. Tuwaangalie watu waliojenga pale, kuna uwezekano wa kuwatafutia sehemu yako hapa wakakae? Hakuna. Je, tunao uwezo wa kusogeza pembeni huo mradi ukapita? Haiwezekani. Wakae wananchi, si nchi yao, si Tanzania ya kwao, ardhi ya kwao. Pale pana noga nini kupita Kigamboni? Mbona Kigamboni watu wanakaa na pamezungukwa na maji na pana bahari? Tusitumie serikali ya ubabe. Hii serikali yetu tuliyokuwa nayo sikivu ya kidemokrasia, lakini kuna baadhi ya watu katika uongozi huu ndio wanataka kuharibu. Naitwa Gwakisa Mwaseba, kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Hajaanza kujenga tuliwaonya. Tumeonya kwa barua yetu ya kwanza, ilikuwa mwaka 2021, kwamba haruhusiwi kujenga na haruhusiwi kuendeleza. Na kipindi hicho tunaonya hazikuwepo nyumba zote za kudumu. Baada ya siku 14 kupita, kama asipohama basi halmashauri itachukua jukumu lingine kuwabomoa kwa gharama zao. Halmashauri inafuata inaendelea kutekeleza agizo la hati katika kiwanja namba 1 mpaka 149, hati ambayo imetoka tarehe 12 mwezi wa 8 2026, kwamba katika ndani ya siku 14 wanatakiwa wametoka katika ile eneo na wamezivunja zile nyumba au kubomoa kama zile nyumba kama alama zinavyoonyesha. Wafanyabiashara mkoani Mara wamepata elimu kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 katika semina iliyoandaliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kupitia Idara ya Elimu kwa Mlipa Kodi na Mawasiliano. Kikubwa ambacho tumekiongea leo na walipa kodi wetu ni kuwaonyesha vyanzo vipi vya mapato ambavyo serikali itaenda kuvitumia kwa mwaka huu, lakini pia kuwaelezea manufaa mbalimbali ikiwemo pamoja na misamaha, ukiwemo na ule msamaha kwa wafanyabiashara wapya wanaosajiliwa kwa mara ya kwanza, wanaopata tini kwa mara ya kwanza, kwamba kwa sasa mtu anayepata tini kwa mara ya kwanza atapewa msamaha wa miezi 12 ya kodi ya mapato, na tukawaeleza na vigezo ambavyo mlipa kodi anapaswa kuvifuata ili aweze kupata misamaha hiyo. Sambamba na hiyo pia tumeweza kueleweshana juu ya misamaha mbalimbali ambayo imetolewa ya kwenye kodi ongezeko la thamani, yani VAT, kodi ya ushuru wa bidhaa, kodi mpya zilizoletwa kwenye ushuru wa bidhaa. Kwa hiyo imekuwa ni fursa nzuri kwa walipa kodi wetu, wameweza kujua
namna gani watatumia fursa hizo za misamaha ambayo imetolewa kwa ajili ya kuendeleza biashara zao. Mabadiliko yaliyofanyika yamefanyika katika sheria tofauti tofauti, ikiwemo sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya kodi ya usimamizi wa mapato, sheria ya kodi ya ushuru wa bidhaa, stempo, sheria za uendeshaji wa sheria za usalama barabarani. Tulikuwa pia na sheria ya miamala ya electronic na vitu kama hivyo. Hizo ndo sheria zilizofanywa mabadiliko kwa mwaka wa 2026. Mabadiliko yaliyokuja, magari au trailer zitakazosajiliwa Zanzibar, sawa, zitaruhusiwa kufanya kazi Tanzania bara zikiwa na namba zao za usajili za Zanzibar. Sawa, mradi kodi na ushuru zote zimefanyaje? Zimekamilika. Kama tunavyojua, ukinunua gari kule ukaliingizia Zanzibar, ushuru wake na kodi zake ziko chini compare na huku kwetu. Kwa hiyo gari ikitolewa Zanzibar ikija huku, inapaswa ilipe zile kodi, utofauti wa zile kodi ambazo zimeacha kulipwa nini? Zanzibar. Sasa kama huyu mtu atakuwa ameshalipa kodi zote na ile gari ishasajiliwa, mabadiliko ya sheria yanasema kwamba hapata kuwa na uhitaji tena wa mtu kusajili tena huku Tanzania bara. Tuko pamoja? Kwa hiyo atatumia zile registration namba zake za Zanzibar na kuendelea na taratibu nyingine. Kama atakuwa anafanya kwa ule utaratibu wa muda wa miezi mitatu, basi itafuata utaratibu wa uhamisho wa muda ulizowekwa kwenye kama kanuni inavyosema ya uingizaji wa magari na utoaji wa magari kwa muda mfupi. Sheria za miamala kama tulivyosikia sehemu mbalimbali wanasema kwa sasa tutatambua miamala ambayo imefanyika electronical. Sawa? Mfano ukiwa unakuja kuhamisha umiliki wa gari, sawa? Umekuja kuhamisha umiliki wa nyumba, umiliki wa kiwanja, kidhibitisho cha malipo kitapaswa kuwa ni electronical. Sawa, lazima ulete proof of hiyo payment ya electronical. Na tukisema electronical tunamaanisha kama ni miamala ya simu ile Tigo Pesa, sio M-Pesa, kama ni benki, lakini iwe ni nini? Electronical. Na inaenda sambamba, hii sheria pia imeainisha aina ya shughuli ambazo zitapaswa kulipwa electronical, ikiwa ni pamoja na huduma za kihoteli. Tunapolipa ada za watoto za shule zinatakiwa ziwe electronical. Tunapofanya manunuzi ya viwanja, nyumba na nini? Nyumba na viwanja, Lakini tunapolipa tiketi za usafiri, unatoka hapo unaenda Mwanza, kwa sasa utakiwa kutoa cash, unataka ufanye malipo yako electronical. Bisa, okay. Mabadiliko ya sheria ya kodi yaliyonifurahisha zaidi ni kuhusu sheria za kodi za magari ambayo yanatoka Zanzibar. Ilikuwa ukija ukinunua Zanzibar gari, wanakuja wananeto file difference, unalipa tena kodi. Lakini sheria hii imeondoa hiyo. Nikinunua gari Zanzibar, nikifika Tanzania kodi nilizokuwa nimezilipa zinakuwa zinatosha. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi nililolielewa vizuri na nililofurahia katika sheria ya kodi ya mwaka 2026-27. Na wananchi wapate elimu ya kutosha. Ni kwa nini nasema hivi? Imekuja mfumo wanahitaji kulipa kwa njia ya mtandao. Kwa malipo ya simu, ukihitaji kumwelimisha hususani mkazi wa nje ya mji kuhusiana na huduma yangu naitoa kwa njia ya electronic, na maana nahitaji nipokee malipo kwa kupitia lipa namba, inampa ugumu. Baada ya kusambaa kwa picha na video mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zikimwonyesha Mama Veronica Mwachali akilalamika kubomolewa kwa nyumba ya familia yake bila kulipwa fidia, sakata hilo limechukua sura mpya. Diwani wa kata ya Makulu, Samson Nkopi, amekanusha madai ya kuwa ubomoaji huo una uhusiano na masuala ya kisiasa, akisema hatua hiyo imefanyika kwa kuzingatia utaratibu uliowekwa. Kutoka Chadema wakasema ndo wale wa Chadema. Unaona, wakaanza wamekuja kurusha mawe hapa. Tumepigwa mwanangu mpaka nyumbani akahama. Mara anafanya nini? Wamemtisha vitisho vingi. Hapa kabla ya hili tukio kutokea. Kabla hili kutokea. Pole mama, pole. Ilikuwa wakati gani wakati wanafanya hivyo vitu?
ilikuwa enzi ya uchaguzi, lakini kabla hata uchaguzi umepita, lakini bado tu walikuwa wanafuatilia. Baada ya kufuatilia mpaka mimi mwenyewe, mume wangu alikuwa anafanya kazi pale jiji, wakasema kwamba mume wako ndio atakuwa wa kwanza kuhama ile nyumba ya mzee Simba, ndio tunaenda kubomoa. Hatima yake leo amekuja kubomoa. Sina balozi, sina mwenyekiti, sina cha diwani. Kweli hiyo waga ipo jamani, ndugu zangu. Hata balozi tu angekuwepo, mimi labda alifariji. Mimi sina sehemu ya kwenda. Sina sehemu ya kwenda, na mizigo yangu kama unavyoiona iko pale nje. Kwa hiyo nimehifadhiwa kwa mwanangu. Yale ni maigizo. Mimi nasema ni maigizo kwa sababu huwezi ukachukua vitoto vidogo unalia kwa kuzimia kusema ya kwamba serikali inakuonea, na unadanganya waziwazi kabisa unasema kwamba ni siasa. Lakini kabla ya ufunguzi wa barabara, jiji walifuata utaratibu kwa kuwapatia wananchi wale wote ambao wako kwenye barabara demolition order. Kilichokuwa kimebaki ni utekelezaji tu. Na nyumba ambazo zimebomolewa jana, demolition order zilitolewa. Na sisi kama ofisi tuna taarifa, na hata wananchi wao wana taarifa, lakini watu wote watakuwa mashahidi kwamba katika nyumba ambazo zimetolewa barabarani demolition order zilitolewa na zilikuwa zimebandikwa, na kwa bahati nzuri hawakuzitoa. Lakini pia tuna ushahidi wa picha ambazo nyumba ziliwekwa X na kupewa demolition order kwa taarifa ya maana kupisha wao wenyewe. Lakini kilichoendelea, wananchi wale walikuwa wanakaidi kutoa hizo nyumba zao ambazo ziko barabarani, na kuna wengine walienda mbali zaidi, wakawa wanaendelea na ujenzi kwenye maeneo ambao wao walikuwa wanajua kwamba ni barabara. Kwa mfano, hiyo nyumba iliyovunjwa jana ambayo ilikuwa imejengwa barabarani, wenye nyumba ile walilipwa na hii barabara kubwa ya TANROADS, kwa maana walikuwa na kiwanja lakini barabara ilipita, na baadaye wakaenda kujenga kwenye open space na barabara, na wao wakijua kabisa pale walipojenga ni barabara. Nataka nikuhakikishie yule mama mpaka sasa hivi anavodai kwamba amehifadhiwa kwa mwanae sio kweli. Nyumba iliyovunjwa kiutaratibu ambayo iko barabarani, lakini mpaka sasa hivi anaishi kwenye nyumba nyingine kubwa ambayo nyumba hiyo nayo mpaka sasa hivi ipo kwenye open space. Na mimi nataka niwaahidi kwa kufuata taratibu hizi tutaendelea kufungua barabara zote ambazo zipo katika kata yetu ya Dodoma Makulu, kwa sababu huu ni uamuzi wa wananchi, lakini pia ni uamuzi wa baraza la madiwani kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Mimi sina vita ya kisiasa na mtu yoyote katika kata hii ya Dodoma Makulu na maeneo mengine, ila kwa sababu wao wamesema hivyo na bado wanakumbushia mambo ya siasa, nadhani wao ndo bado wana chuki za kisiasa. Wanapozungumza kwamba wako pale tokea mwaka 78, sio kweli. Mimi ni mheshimiwa diwani lakini nimezaliwa hapa Dodoma Makulu. Mwaka 2008 ndio hii barabara ya UDOM unayoiona inapita hapa, wao walikuwa wanaishi hapa. Wamelipwa mwaka 2008 ndio wamehamia tena kwenda kuishi kwenye eneo ambalo wameenda kujenga ni barabara na open space. Na wao kama wanathibitisha kuna mwananchi yoyote katika maeneo yale alilipwa, alibomolewa na barabara akalipwa, walete document. Naitwa Leonard Hezron Ndama, mwenyekiti wa mtaa wa Msangalele Magharibi. Hiyo nyumba inayolalamikiwa, tumetoa nyumba. Kuna mtu kutoka Rubi pale, kulikuwa na nyumba moja ya jamaa moja Ruhunga ambaye alipatiwaga kiwanja, enzi zikile alipata kiwanja mbadala, lakini nyumba ya jana yeye ametolewa hapa 2008 kwenye barabara kuu hii, kalipwa akaenda kujenga kwenye open space na barabarani. Kwa hiyo akisema aliishi toka hapa, kuna huo ni uzushi, na anaelewa yeye alikuwa mwanajeshi na anaelewa vizuri. Aheri angekuwa mtu mwingine ingekuwa sawa. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam leo Agosti 21 imemkuta na kesi ya kujibu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika kesi ya uhaini na mkabili. Uamuzi huo umetolewa na kusomwa na kiongozi wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo, Jaji Danstan Ndunguru, kwa niaba ya majaji wenzake.
Jaji Ndunguru amesema baada ya kupitia na kuzingatia ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka pamoja na hoja za mshtakiwa, mahakama imejiridhisha kuwa Lissu ana kesi ya kujibu. Na mtazamaji, ni hayo tu yaliyojiri katika upande wa habari kwa siku ya leo. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizi za habari. Nikutakie maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Asante sana kwa timu nzima iliyoandaa habari hizi, na mimi ni Pendo Goton.